Kwingineko, maafisa wa polisi eneo la Nyamira wameanzisha uchunguzi kufuatia tukio ambapo mwanamke mmoja alicharazwa na kuburutwa wakati wa mazishi ya mtalaka wake. Waombolezaji waliokuwa hapo walidai kuwa mwanamke huyo alikuwa na watoto wawili na marehemu alikosa kutii tamaduni za Abagusi wakati wa mazishi hayo. Melen Mogaka sasa anasema alifika mazishini baada ya kutakiwa kuwapeleka wanawe kwa mazishi ya baba yao. Crispin Otieno anaarifu zaidi. Kanda hii ya mwanagenzi ambayo ilirekodiwa katika kijiji cha Nyabisimba huko Mugirango Magharibi, kaunti ya Nyamira, inaendelea kuibua hisia mseto. Mama huyu anayecharazwa ni Melen Mogaka. Katika kanda hii anaonekana kukataa kumwaga mchanga katika kaburi la mumewe wa zamani Wilfred Onyinge aliyeaga dunia baada ya kupata ajali ya pikipiki. Tukio hili la siku ya Ijumaa tarehe 21 likiwaacha wengi vinywa wazi. Siku ya Jumatatu tulikutana na mama huyo Melen nyumbani kwake huko Narok, eneo la London. Mama huyu anaonekana mchovu baada ya madhila yaliyomkumba. Kila mtu kumbe hii kitu ilikuwa imepangwa na sielewi. Vijana wamewekwa mpaka wa pikipiki wanasema nisitoroke na siku anaelewa ni nini. Mchanga walijaribu kuniwekea kwa mdomo, wakanifunua nguo zote, wakaniweka hapa ndani mchanga. Mama mwenye alinifunua nguo mpaka kwa nguo yangu ya ndani ilikuwa mchanga tupu, wakaniweka mpaka masikio mchanga, kila mahali, nywele yote nilijaa mchanga. Katika kisa hicho, mamake aliyeandamana naye pia hakusazwa. Ati amekataa kwenda kurusa mchanga. Si ulimwambia hakuna haja ya kurusa mchanga, hao ni yao, ilikuwa ni watoto ya mwenyewe na mimi mwenyewe nikapelekea yeye. Nini nikajaribu kupiga nduru. Familia hiyo inaelezea jinsi watoto waliozaliwa na marehemu walivyolazimishwa kulamba mchanga katika eneo la mazishi ili wasalie katika familia hiyo. Sasa ni ya nini wanaenda kuniulia mtoto? Amevazuliwa mara mbili ndio anaenda kupigwa kama mnyama kweli? Wananchi mniokoe. Justice wanisaidie juu sijaona, sikujua kama nitafikia kufanyiwa hivyo. Maafisa wa DCI huko Nyamira wamethibitisha kuzuiliwa kwa wanaume watatu kuhusiana na kisa hicho. Tulitaka pia kujua maelezo zaidi kutoka kwa wazee wa jamii ya Bagusi kuhusu mila hiyo. If there is doubt, ikiwa wazee wanaswala juu ya kifo cha huyu ambaye amekufa, basi ilikuwa inalazimishwa. Kwa nini? Ili kuondoa zile fikra kwamba hukuhusika katika hicho kifo. Hapo kesho, Melen anatarajiwa kuelekea Nyamira ili kuwatambua wale waliompiga. Na bila shaka ni tukio ambalo linazidi kuzua hisia mseto mtandaoni na kote nchini kuhusiana na nafasi ya mwanamke katika jamii ikilinganishwa na tamaduni mbalimbali kote nchini. Wengi sasa wakitaka hatua za kisheria zichukuliwe dhidi ya wale walionekana katika kanda hiyo wakimchapa.